Ni siku nyingine tena msikilizaji, wakati mwingine tumekutana kuiendeleza sehemu 43 story tam sana ya Jaden pamoja na Miriam. And of course ni maumivu kwetu sote baada ya kujua kwamba hawa watu ni ndugu. Na baada sasa ya kipindi kifupi cha mawazo nini, rafiki wa Jaden ambaye ni Simba amemshauri Jaden kwamba aende amtafute binti waweze kuzungumza, na ikiwezekana Jaden akubaliane na hali kwamba yule ni sister. Yani haiwezekani. Vipi kama hilo jambo lingetokea ikiwa tayari wapo kwenye ndoa? Ingekuwaje kama tu angekuwa na mtoto? So bora huu muda ambao ni wa mapema achukue maamuzi mapema kabisa ya kukanalo mbali. So Jaden akona ngoja atoke sasa aenda akazungumze sasa na Miriam. Tukumbukeni muda huo kichwani alikuwa ameshalewa kidogo. Lakini alipofika pale mlango umefungwa, geti limefungwa, alishangaa sana. Mbaya zaidi alikutana na ile range ambayo aliona kwenye foleni hapa juzi kati. Sasa akafungua mlango kwa sira, nani Tesha ndo akawa amemfungulia. Tukabaki kuulizana kwamba humo ndani, je, huyo mtu aliyomo ni nani? Ni Festo ama mimi niitabiri tu, lakini nimeona komenti zenu nyingi. So tunasonga mbele. Langu jina Lucas Lumbas, mtarashaji Tony. Naam, basi bwana. Baada ya kumpush Tesha na kuingia, Tesha aliniita JC. Tesha alisema hivyo. Lakini mimi nikasogea mbele zaidi na kuona gari la Miriam likiwa pembezoni hapo, na kwamba Mariamu alikuwa sasa amesimama pale varandani pia akiniangalia kiumakini. Hapo Shadia naye akatokea pale ndani kwao, na mimi sasa nikiwa bado napiga hatua, Tesha akanifikia na kushika mkono wangu. Tesha akasema kwamba subiri mwanangu. Tesha akanisimamisha, nikamgeukia na kusema kwamba nimechoka kusubiri, najua yuko ndani, nenda kuongea naye. Shadia akawa sasa amefika karibu zaidi na mimi bila hata kuvaa viatu. Naye akasema kwa sauti ya chini, "Wewe JC, mbona fujo jamani? Nataka kuongea na Miriam." Tesha akasema kwamba kaka, huu sio muda mzuri, maana niliwaambia hivyo kwamba nataka kuzungumza na Miriam. Basi Tesha akasema kwamba kaka, huu sio muda mzuri, maana niliutoa mkono wake kwa nguvu sana na kumpita Shadia ili sasa mimi nielekee ndani, huku wawili hawa wakinifuata na Mariamu akiwa sasa amenikazia macho tu. Na mlangoni akatoka Bizawadi pia. Kitu kilichofanya nikatishe hatua zangu. Akiwa ananitazama kwa hisia za kujali, Bizawadi akasema kwamba JC, wewe ndio unagonga geti kwa nguvu hivyo? Mbona unatutia pressure? Shadi akasema kwamba ameingia kwa hasira kweli kweli, najaribu kumsemesha lakini asikilizi. Nataka kumuona Miriam. Nikamwambia hivyo. Bizawadi akaniuliza kwamba JC, umeelewa? Hapana. Tesha akasema JC, nimekuambia usio muda mzuri kaka. Hebu twende basi nje basi au hapo kwa nkia nikwambie kitu bro. Tesha alisema hivyo. Walikuwa wanajitahidi sana kuongea kwa sauti sio ya juu sana. Nami sasa nikapata picha kwamba kuna kitu ananificha. Mbona anaongea sauti yani kama sauti fulani ambayo hawataki isikike ndani, lakini sikutilia manani sana kwa sababu akili yote ilikuwa kwa nani? Kwa Miriam tu. Tesha, tutaongea baadaye, sawa? Nimekuja kuonana na Miriam. Kama amewapanga mumfiche ili tusongee, basi mjue hilo limebuma. Leo sondoki hapa mpaka nionane naye. Shada akasema kwamba sio hivyo JC, sasa hivi kuna mgeni. Ndio mgeni mwenye range, si ndio? I don't care. Nilimkatisha. Bizadi akasema, "Baba, msikiliza. Tunajua mna mengi ya kuongea, lakini mnakuomba utulie kwanza, mtaongea tu." Bizadi alisema hivyo. Tesha akaniita kaka. Hivi kwa nini ananikwepa? Kwa nini ananikwepa ni? Wiki nzima namtafuta na nikaushia. Hivi Miriam. Ninaongea hivyo na kuita kwa sauti ya juu. Wakasema, JC, hebu acha sifa basi, unaweza Miriam. Kamkatisha Shadi anakuita kwa sauti ya juu zaidi. Tesha akasema, wewe usiwe basi kama hujasoma basi wewe naye bwana. Mambo gani sasa mwanangu kuita yani matamasha bwana? Miriam, acha utoto basi. Naomba uje haraka Miriam. Wewe sikia, sondoki hapa mpaka tuongee. Nitavunja mlango hata ukifunga huko ndani, unielewa? Nilinena hivyo kana kwamba nimerukwa na akili. Kumbukeni hapo nimeelewa. Shadi akasema kwamba makubwa. Bizadi akaniita kwa upole akasema, JC jamani. Sasa nikapiga ulimi kwa kusikitika na kumwambia Bizadi kwamba naingia ndani mama, naomba nipishe. Basi Tesha akanishika mkono kunizuia, nami nikatoka nguvu na kumgeukia sasa nikimnyoshia kidole kwa kumwambia we. Nimwambia kwa hasira sana hivi kwa kunyoshia kidole. Shadi akasogea varandani karibu na Mariam. Na Tesha sasa akabaki kunitazama kwa macho yenye mkazo. Nadhani sauti niliyotoa ilifanya ujirani uvutwe na aliyokuwa akiendelea hapa.
Nikiona watu sasa wameanza kusogea kwenye kuta na hata geti sasa likisikika kufunguka, lakini sikujali hayo zaidi ya kurudisha umakini wangu mlangoni ili nifanyeje? Nielekee ndani pale. Bizadi alikuwa amesimama kama vile yani kunizibia njia sijui. Na mimi sikutaka ionekane kwamba namvunjia heshima, ila ni kama ni kwenda huko ndani nilikuwa ninaenda. Oya, haikujalisha chochote nilikuwa naenda. Lakini kabla sijapiga hatua, hatimaye bibie akatoka na kuja hapo nje. Bibie Miriam taratibu tu, mapigo yangu ya moyo yalishtua kana kwamba sikuwa nimemuona kwa muda mrefu kweli, na alikuja mbele yangu na kusimama kusasa akinitazama kwa njia fulani vya kawaida kabisa. Ila niliweza kuiona huzuni ilivyokuwa imejaa usoni mwake. Kutokea nyuma yangu, yani kwa upande wa nyuma yangu sasa nikasikia sauti ya Ankia akiniita kwamba JC, nami nikageuka. Hapo nikamwona Ankia kweli akiwa na muonekano wa kawaida tu ila wa kinyumbani, pamoja na ule sasa dada yake marehemu Joy ambaye nani Adelina. Inaonekana walikuwa pamoja pale kwake, na endapo kama hii ingekuwa ni pindi nzuri sana basi ningejawa na furaha kuwaona wanawake hawa kwa sababu walikuwa marafiki wazuri sana. Hasa Adelina ambaye nilikuwa nimemweka kando mno siku hizi. Lakini kutokana sasa na haya yote aliyoendelea nikashindwa hata kuonyesha ile chembe yote ya furaha na kumtazama Miriam kwa mara nyingine. Sasa alisimama mbele yake Bizad akiniangalia kwa utulivu makini tu, na pale mlangoni akatoka Bijamila pia kufuatiwa na mtu mwingine aliyefanya Mungu wangu mapigo yangu ya moyo yazidi kudunda kwa nguvu kwa sababu ya kutokutarajia kumuona hapo. Nilimtazama kwa makini. Lakini nimebaki nimeshangaa sana kwa sababu ilikuwa ni Festo mwenyewe. Nilishiwa pozi msikilizaji. Kabisa nisikutani, nilishiwa pozi. Huyo ndio mgeni mwenye range ambaye Shadi alisema amefika hapo. Kwa nini sikuwaza kabisa kwamba ingeweza kuwa yeye? Festo alifikaje huku wakati kama huu? Na alikuja kwa dhumuni lipi yani? Unajua nilishtuka kweli. Kwa sababu ni wakati mwafaka kabisa ambao mimi na Miriam tulikuwa tukipitia hali yenye kutatanisha, ndio jamaa akawa amefika ghafla namna hiyo. Oya, alijua kuhusu haya aliyokuwa yanatokea ama? Mbona sikuelewa? Alitoka tu mlangoni hapo na kusimama nyuma yake Bijamila na Bizadi. Nasi tukabaki kutazamana tu usoni kwa macho yaliyofahamiana vyema sana. Alikuwa amevalia kwa njia nadhifu sana, asiwe na utofauti wowote kutoka kwa jinsi nilivyomkumbuka kimonekano. Kwa hiyo nikaacha kumwangalia na kutazama pembeni kwanza, nikiwa najaribu sasa kusoma mchezo uliokuwepo hapa. Kisha nikamwangalia Miriam usoni tena. Alitulia tu na kunitazama kama vile kusubiri niseme, yani niseme lolote lile ili nimuondolee kero. Na ni kitu kilichonivunja sana moyo kwamba eti nilihisi ameanza kuniona kwa kero. Wote hapo nje walitulia kimya tu, wakitazama mimi na bibie kungoja drama. Kwa sauti tulivu nikamuuliza Miriam ya kwamba umepoteza simu? Akabaki kuniangalia tu kama vile hataki kujibu. Kwa nini ukuja? Wapi? Najua umeziona SMS zangu zote. Kwa nini ukujibu? Yani, kwa nini ukuja? Na mambo mengi. Kwa hiyo kama usingekuwa na mambo mengi ungekuja labda. Okay, nimekurahisishia kazi zaidi. Sawa nimeona nikufuate mimi mwenyewe. Twende tukaongee. Hatuna chochote cha kuongea. Wow, kabisa. Kwa hiyo kila kitu kiko poa? Kila kitu kiko poa. Unapofanya haya unaoyafanya Miriam, yani unakuwa maanisha nini? Simaanishi chochote na sijafanya lolote. Ni wewe tu ndio ambaye umebaki kulazimisha vitu visivyowezekana. Visivyowezekana? Kivipi? Miriam, mimi na wewe hatujashia damu. Na hayo yote hakuna ambaye angeweza Jaden, inatosha. Hakuna lolote ambalo utasema wala kufanya libadili hali. Hali ipi sasa? Hali ipi? Kweli unataka kusema kwa sababu tu tumejua kuna uhusiano wa kifamilia basi ndio ifute kila kitu ambacho mimi na wewe tumepitia? Kila kitu ambacho tumefanya? Kweli? Nilimuuliza hivyo kwa hisia, akabaki kuniangalia kwa hisia makini. Bijamila akasema kwamba Jesse mwanangu, tutafute muda au mtafute muda mwingine mzuri wa kuongelea haya mambo kwa sababu si wakati mzuri. Nini?
Yaani kwa sababu Festo amekuja ama? Nikauliza hivyo. Watu walibakia kimya, huku jamaa akiwa ananiangalia kwa utulivu pale nyuma. Miriam bwana, kwa hiyo una mambo mengi, si ndio? Huwezi kukutana na mimi tena, ila kupanda range za watu kuzurula mpaka usiku ndo unaweza, si ndio? Nilimwambia hivyo, akabaki kuniangalia tu kwa mkazo. Kwa hiyo kilichokuwa kinakufanya uwe busy eti ni kutafuta backup plan ya kumwondoa Jesse kwenye taswira, si ndio? Umemwita na huyu jamaa ili akusaidia kunipotezea au? Chaisi baba, hebu naomba uache kuongea hivyo. Basi baada ya Bizadi kusema hivyo, Shadia akasema ya kwamba huyu amekunywa huyu. Ankia akasema kwamba Jesse, twende huko ndani basi. Ankia akajaribu kunisemesha na kunishika, lakini nikauondoa mkono wake kwangu taratibu. Nikamsogelea Miriam. Msogelea karibu zaidi. Hey Mimi, come on, let's talk about this. Just me and you. Nilimsemesha kwa kubembeleza na kuishika mikono yake, lakini akaitoa taratibu mwilini mwake. Hakuna lolote ambalo limebaki la kuzungumzia Jaden. Jinsi mambo yalivyo ndio yanapaswa kuwa hivyo hivyo. So naomba uende nyumbani. Nilibaki nikimwangalia kwa kutokuamini yani. Kwa kuwa maneno yake yalituma maana fulani kwangu ambayo bado mimi hata sikutaka kubaliana nayo kabisa. Akafumba macho kifupi, kisha akageuka na kutaka kurejea ndani, lakini nikawahi mkono wake na kumgeuza kwangu kwa kasi. Hey Miriam, Jaden naomba niache. Sio unamaanisha nini? Nini yani kwamba mimi na wewe ndio basi au? Shadi akasema kwamba tumeshagundua kwamba nyie ni ndugu JC. Kuendelea mahusiano. Tessa alimstopisha akasema shangazi. Tessa alimuita hivyo kwa kumzuia asiendelee kuongea. Festo akasema kwamba JC, tuliza hisia bwana. Haya mambo mnaweza. Hai, kaa kimya Festo. Kaa kimya, hayakuhusu. Nimwambia hivyo kwa hisia kali na kumnyoshia kidole. Bizadi akasema kwamba Mungu wangu. Festo alibaki kuniangalia tu kwa utulivu tu. Mimi hapo nikiwa sasa nimeshapandwa na mzuka. Yaani kama angeleta ujinga huo wote akia Mungu, nilikuwa ningevuruga hali ya hewa mapema sana. Yaani angejichanganya tu. So Miriam akatoa mkono wake kwangu na kusema kwamba Jaden, sitaki malumbano sasa hivi. Nimekwambia naomba ondoke. Sondoki mpaka ieleweke una tatizo gani Miriam? Hivi kwa nini hutaki tukae tuzungumze kuhusu hili jambo? Kwa nini? Yaani kunikwepa ndio inatusuluhishia lolote linalofanya unione kuwa kama kero sasa hivi, si ndio ama? Jaden, familia zetu zinaingiliana. Hatuwezi kuendelea kuwa karibu tena. Hivi ni kipi ambacho uelewi? Na unahitaji kuzungumza zaidi nini sasa ni? Miriam, swala la familia zetu kujuana haliondoa uhusiano tuliojenga kufikia sasa hivi. Umesikia? Haliondoa uhusiano wote. Hata kama damu zetu zingekuwa zinaingiliana, hiyo haimaanishi tungeacha kupendana, kwa sababu tulikuwa tumeshapendana kabla hata tujajua hilo. Hivi Jaden, hivyo ndio unachokiongea kweli? Mimi sijui. I don't care. Labda wewe ndio unieleweshe. Tesha na Mariam ni wadogo zetu. Mimi na wewe hatuwezi kuwa kitu kimoja kwa kuwa tuna damu zao ndani ya mishipa yetu. So unataka tuendekeze binafsi tu na kufumbia jicho jambo zito kama hilo? Tatizo ni hilo kweli Miriam? Au basi tu yenu unataka ni tuanze kuzungushana mpaka tufikie pasipofikiwa? Ikiwa tusingejua kuhusu haya mpaka tunafunga ndoa, ingetuzia kuendelea kupendana. Tusingependana tu kwa sababu tumechangia uzazi kwa dogo zetu Lakini Jaden, hivi kwa nini unakuwa uelewi? Shida sio swala la ndugu Miriam saa. Kuna kitu kingine tu mimi kinanisumbua mpaka mimi nasikia wewe kuna kitu kinakusumbua mpaka ufanya. Una tatizo gani? Kwa nini unataka kuniambia? Kwa nini unakuwa hivi? Kwa nini? Muuliza kwa hisia mpaka machozi yakaanza kunivizia msikilizaji. Akawa ananitazama kwa hisia kusasa akipumua kwa nguvu. Niambie. Wewe naomba niambie saa. Nini kinakusumbua? Naomba niambie. Jaden, siwezi tena. Yote tuliofanya
nikifikiria tu kweli kwamba tumefanya mengi endapo kama mimi na wewe tungekuwa ndugu wa damu kweli, sielewi ingekuwaje. Na ili jambo sio dogo Jaden, sio jambo dogo. Tungeweza kuwashawishi wengine namna ambavyo tulivyoelewana. Haijalishi namna gani nimekuacha kiumri, lakini sasa hivi tunawashawishi vipi ili waweze kuelewa? Miriam, Miriam, kwa nini ujali kuhusu watu? Kwa nini yani? Waelewe mahusiano yetu. No Jaden, naomba usipuzie ukweli kwamba mahusiano yangu mimi na wewe yanawaathiri watu wengine pia ndani ya familia zetu. Hivi tutajenga suto kubwa ambayo mimi sidhani kama niko tayari kuibeba. Mimi nilikwambia nini kuhusu wewe kubeba kila kitu mwenyewe Miriam? Hizo sio pambano lako pekee Miriam. Mimi niko na wewe, niko kando yako. Kwa lolote lile tutakalo face, mimi itakuwa ni sisi wawili kwa pamoja. Hapana. Mpaka tutashinda Miriam, tutashinda. Nilimsogelea karibu zaidi na kumshika shingoni, lakini akajirudisha nyuma. Miriam, mimi nashindwa kuelewa. Miriam, unataka nini? Tutaondoka ukitaka, sawa? Tutaenda mbali kabisa. Ni ikiwa utaki Jaden. Hapana, imeshakuwa too much Jaden. Tumeshajaribu mengi, lakini nimeona na umeshaona kabisa kwamba labda mimi na wewe hatujapangiwa kwa pamoja, labda fate zetu tuazendani, na hizi ndio ishara. Mungu wangu. Nikanena hivyo kwa huzuni sana. Inabidi tu tulikubali hilo. Nadhani unanielewa. Nilimtazama machoni kwa mkazo, akajifuta machozi upesi kwa uimara. Naomba uende nyumbani Jaden. Familia yangu imeshakuwa na rep ya kutosha sana kutengeneza drama hapa nje. Imetosha. Jaden, naomba ondoke. Mimi nikaendelea kumwangalia tu, yani kama vile sijasikia yote aliyotoka kusema. Ankia akanisogelea kusema kwamba Jesse, hebu twende. Alafu nini? Nikamuuliza Miriam hivyo. Miriam na wengine wakaendelea kunitazama tu. Yaani mimi ndio nyumbani, alafu nini? Nisahau kila kitu. Nikusahau Miriam, Nikamuuliza hivyo. Miriam akabakia kimya. Kumbukeni hapo bado nimelewa. Unajua Miriam, ngoja nikwambie vitu vingine. Unajua Miriam, vitu vingine sio vya kuviongelea tu juu tu bila kufikiria. Unaposema kwamba imekuwa too much kwa kupokea maumivu wakati hujajipa muda wa kuface pamoja na mimi, wewe ndio unakuwa binafsi. Unafikiri kila kitu tena kwamba utabeba wewe tu. Hujafikiria kwamba hili pia linaniathiri mimi. Lakini uko shuta kule kunitolea. Eti kwamba unaniambia niondoke, unataka ni kuache Miriam. Kweli umeshalifikiria hilo vizuri kabisa au ni pressure tu? Wewe ndio unakufanya ongevo. Jaden, kwa nini unataka mimi niseme nini? Nataka useme kwamba unanipenda. Nikamwambia hivyo kwa hakika tu, akabaki kuniangalia kwa hisia. Mimi nataka useme kwamba unanihitaji, kwamba utaki niende, kwamba unajua nikiondoka au utakuwa na furaha tena, kwa sababu unajua moyo wako utafunga na itakuwa ni milele. Kaambia hivyo kwa hisia. Miriam akadondosha chozi na kulifuta haraka, huku sasa wengine wakiwa bado wanatazama igizo hili lililozidi kuwa zito sana. Naye akajikaza na kuniangalia kwa uimara, kisha akasema, hayo mambo hayawezekani tena. Nikatikisa kichwa kwa huzuni na kupiga ulimi tu mdomoni kwa na wala sijali kuhusu moyo wangu. Utapata tu mwingine wa kumpenda. Oh, please. Wewe Miriam, umpende nani mwingine? Umpende nani? Huyu ndio umpende. Niliongea kwa hisia kali, huku sasa nikimnyoshia kidole Festo. Ankia akanitoa kwa upole akisema, JC, huyu ndio mtu unayefikiri kwamba unaweza kumpenda? Nikamuuliza Miriam kwa mkazo. Miriam akasema ndio. Nikamwangalia machoni. Hata wengine kwanza wakamtazama Miriam baada ya yeye kusema hivyo. Nitampenda yeye. Miriam akanambia hivyo. Mkono niliokuwa nimeunyosha kumwelekea Festo ukashuka taratibu. Baada ya kuhisi kitu kikali kikiwa kimeuchoma moyo wangu kutokana na kusikia maneno ya Miriam, aisisi kuamini yani alikuwa kabisa ametoka kuniambia kwamba atampenda Festo badala yangu. Alinimaliza.
Niliangalia chini nikiwa nimeishiwa pumzi hata zaidi, na chozi nililojitahidi kuzuia lisitiririke likanitoka. Taisha akasema ya kwamba JC kaka naomba nisikilize. Bizadi naye akasikika pia akisema ya kwamba JC, mimi ni kama alituita. Sasa mimi nikamtazama Miriam usoni na kuona alivyokuwa akiniangalia kwa huzuni, machozi akijitahidi kuyazuia, nami nikamwambia kwamba Miriam, unajua nini? Yani ingekuwa bora kama ungenikatakata kwa mapanga kuliko kuniambia hivyo. Ulichokusema kwangu ni kibaya kuliko hata kifo. Shadi akasema kwamba wewe JC wewe. Adelina naye akasema kwamba JC acha kuongea hivyo. Hey, nakuomba basi uje na sisi. Adelina akanisemesha hivyo na kunishika mkono. Ankia naye akasema kwamba JC hebu twende. Miriam aliendelea kunitazama tu kwa njia imara, nami nikamwangalia Festo pale nyuma yake. Mwanaume huyo alinitazama kwa makini akijifanya mtulivu tu, wakati bado sikuwa nimesahau rangi zake huyo umbwa zote ambazo alikuwa nazo. Lakini kwa wakati huu sikuona uhitaji tena wa kuendelea kulazimisha mambo hapa. Miriam alikuwa ameusema uamuzi wake mpya tena hadharani, na mimi sikuwa sehemu ya huo uamuzi hata chembe. Sasa nilikuwa nafanya nini hapa? So nikageuka hapo na kuanza kuelekea upande wa geti. Ankia na Adelina wakija nyuma yangu, na kuna baadhi ya watu waliokuwa wamesimama sehemu hiyo wakinipisha tu nilipojitoa getini hapo. Yani sikutaka kujali tena yaliyoendelea pale. Moyo wangu ulikuwa umevunjika sana baada ya mwanamke huyo kuniambia yale maneno. Nilipofika nje, sikuenda hata kwenye gari, bali nikaelekea kwenye nyumba ya Ankia mpaka kule ndani kwake. Nadhani wanawake hao walifikiri kwamba mimi nitaka kwenda kukaa nao na kuzungumza kidogo, lakini mie nikakielekea chumba nilichokuaga natumia hapo na kuanza kuzitoa nguo zangu kabatini. Upesi nikizishindilia ndani ya begi. Najua alikuwa nyuma yangu akinitazama, na Ankia ndiye kwanza akanisemesha akasema, JC, mbona unapaki nguo? Asiye kumjibu, nikaendelea tu mpaka nikamaliza na kulifunga begi. Ankia akasema, naomba basi tukae basi hata kwanza tuongee JC. Najua unaumia lakini nakuomba kwanza basi ukae JC. Nikawa nimeshalibeba begi na kuanza kuelekea mlangoni. Nami sasa nikasimama na kuwatazama kwa njia iliyowapa ujumbe kuwa nilihitaji wanipishe ili mimi niondoke. Ankia akasema kwamba JC, naomba basi usikilize, naomba basi tuongee kwanza. Sawa, naomba basi tuongee. Sawa, naomba kwanza weka begi chini. Weka begi chini tuongee JC. Nikatikisa kichwa kataa, nami nikataka kupita katikati yao kwa lazima, lakini Adelina akaweka ganja chake kifuani kwangu kunizuia, nami nikamtazama machoni kwa hisia za mkazo. Hadi akasema kwamba sio salama kwako kuendesha ukiwa umekunywa JC, nitakuja na wewe. Adelina akaniambia hivyo. Ankia akamuita kama kumzuia kwamba Adelina akasema kwamba nipe funguo nitaendesha. Adelina akaniambia hivyo. Nadhani alinisaidia kwa sababu aliona nimelewa. So nilimtazama kwa hisia makini sana kwanza, nami nikasema kwamba nimefika hapa bila shida, nitarudi hivyo hivyo. Adelina akasema hapana JC, siwezi kukubali kuendesha ukiwa namna hii, naomba funguo. Adelina akaniongelesha kwa staarabu thabiti, nikiwa sitaki kuvurugwa zaidi, na kwa heshima tu niliokuwa nayo kumwelekea huyu mdada huyu, nikatoa tu funguo mfukoni na kumpatia. Kisha sasa nikawapita bila kusema lolote na kuendelea huko, yani kuelekea huko nje. Nikamsikia Ankia akisema kwamba lakini Adela, tulikuwa tatu. Adela akasema kwamba haina shida Ankia, nitamsindikiza tu alafu nitaenda kwangu pia. Anahitaji kupumzika, lakini nataka kuhakikisha kwamba anafika salama. Adela alisema hivyo. Nikatoka hapo ndani na kwenda mpaka kwenye gari langu, bado watu wakiwepo sehemu hiyo ya nje. Nami sasa nikaingia tu na kutupia begi langu siti za nyuma, nikiwa nimeketi siti ya pembeni usukani. Nilikuwa nikitazama nyumba yake Miriam kwa mkazo sana, nikimwona Tesha na kuja sehemu ya hapo nje na kusimama pamoja na vijana kama 2-3 hivi ambao walionekana kuongea na kuelekeza macho yao upande wa gari langu. Adelina akaja mpaka ndani ya gari langu na kuingia kwenye usukani na akaniangalia kwa ufupi usoni, nikiwa nataka tu kuondoka eneo hili. Nikatulia na kufumba macho nisubiri kingine zaidi. Gari likawaka na mwanamke huyu akaniondoa taratibu eneo hilo ambalo lilokuwa limeniacha na majonzi mengi sana moyoni mwangu. Adelina akaniendesha kwa mwendo usio na haraka kabisa, na mwanamke huyu mtulivu alikuwa akijaribu kunisemesha mara kadhaa kuhusu hali yangu, lakini sikumjibu hata kidogo. Nilikuwa ndani ya hisia mbaya sana kiasi kwamba sikujua tunaenda wapi, na sikujibu hata aliponiuliza uelekeo alipopaswa kupita ili sasa anifikishe kwangu. Na kikweli mimi sikumtendea haki dada wa watu, maana alichokuwa akifanya ni kujitahidi tu kunisaidia, lakini mawazo na hisia zangu hazikuwa mahali sahihi kwa kipindi hiki. Nilivurugwa,
nilivurugwa ile mbaya, yani ile kinoma noma. Yani nilihisi hasira kali sana moyoni kwa maneno ambayo Miriam aliyasema mbele ya kila mtu. Eti ingekuwa afadhali ampende Festo na sio mimi. Like seriously? Wallahi ningeweza kuua mtu aisee. Na sikudhani ningewahi kuanza kufanya hivyo. Kuna mahali tukafika barabarani na askari wa usalama kwa eneo hilo akatusimamisha. Ilikuwa ni kuchekiwa tu kwa gari na mwendeshaji nini. Na Adelina alionyesha leseni yake na kufanya maongezi mafupi tu na askari nini, kisha akatuachia tusonge mbele. Kikweli alikuwa amenisaidia sana, maana endapo kama ningeshikwa naendesha huku sasa mimi nimeelewa. Yaani ingekuwa ni kujitia tu hatiani. Ila bado nilikuwa kwenye hisia za kutokujali. Na Adelina mwenyewe aliendelea kujaribu kunisemesha bila kupata jitikio lolote. Ikafikia hatua sasa akasimamisha gari eneo moja na kuliangalia, nikatambua palikuwa kwenye barabara iliyoelekea Kimara. Adelina akanishika begani na kuniambia ninavyokaa kimya inamkosesha amani sana. Na ile nimemwangalia tu niliona sura yenye kujali sana ya mwanamke huyu ilivyokuwa kinitazama, lakini umakini wangu ukawa huko nje zaidi. Niliona jengo lenye kumbi ya starehe na baa ya vinywaji, nami bila kusema lolote nikafungua mlango na kutoka ndani ya gari, nikavuka barabara na kwenda huko bila kujali kuangalia kushoto wala kulia. Nikamwacha Adelina anajiuliza ninakwenda wapi. Bila shaka akili mbele tu, nikaingia kwenye kumbi hiyo na moja kwa moja kuelekea kaunta kupombeka. Alo, najua niliwavutia wengi waliokuwepo. Nikafuatwa kabisa na baadhi ya wanawake ili sasa wapate baraka kutoka kwangu. Lakini mimi sikuwa na huo muda. Nikakaa kwenye kiti na kuagiza kileo kikali, spirit yani. Alafu na mimi sikuwa hata na mpango wa kuichanganyia na soda wala nini. Yani ni chupa nzima nilipanga kuinywa hivyo hadi ishi yani. Ndio nilikuwa sasa nimetoka tu na kuimimina kwenye glass kidogo pale niliposhikwa mkono kwa chini. Na ile nishika nilipogeuka nilikuta ni Adelina. Adelina akasema kwamba Jesse, mambo gani haya? Hivyo niuliza hivyo, mimi nikabaki nikimtazama kwa umakini tu. Na hatimaye nikamwambia kwamba nakunywa kidogo tu, kaa nikuagizie. Akabaki akiniangalia kwa ukereka. Nami sasa nikavuta glasi yenye kileo na kuishusha yote kooni kwa kishindo. Ilikuwa kali. Nikatulia kwa sekunde chache nikisikilizia hilo pigo. Kisha nikatulia na kumuita mhudumu. Ni mwanamke tu fulani hivi mtu mzima, ila ni matata huyo. Nikamwambia kwamba mpatie huyu chochote anachotaka. Nilimwambia sasa nikimshika Adelina begani. Adelina akautoa mkono wangu begani kwake na kumwambia mwanamke huyo kwamba sitaki chochote. Mwanamke huyo akabaki kutazama tu. Nikiwa sasa nimeshamimina kinywaji tena, nikasema kwamba kama hutaki kunywa agiza msosi ule. Adelina akabaki kuniangalia kwa mkazo. Nikamuuliza kwamba au ulikula kwa nkia? Tayari divai ilikuwa imeanza kunikoroga vyema. Naye Adelina akasema kwamba kwa hiyo muda wote yani mimi nimekusemesha kwenye gari ulikuwa usikie ama ulitaka kuja kuongelea ba? Nikapuzia swali lake na kupachika goli la pili la pombe hiyo kali bala. Adelina akasema, Jesse, mbona unakuwa hivi? Nikuache tu si ndio? Hamna, kaa unywe. Jesse, mtuende bwana. Adelina akajaribu kunivuta lakini nikamwekea mgomo. Lakini unajua hii tabia sio nzuri Jesse. Kulewa haitasaidia lolote. Unajidanganya ukifikiri kwamba ndio itasuluhisha matatizo yako ama? Hamna, ila itapunguza. Hakuna, yani ndio unayaongeza tu na unajiumiza. Hebu naomba basi waache. Acha. Aliongea kwa hisia kali. Adelina, nenda ukalale. Sawa. Matatizo yangu hayakuhusu. Sawa? Nimwambia hivyo. Nikaongeza pombe na kutaka kunywa tena. Hapo wenge zito kichwani, yani hapo limeshaniteka. Lakini sasa Adelina akanikwapua glasi hiyo na kuiweka pembeni kwa hasira. Akamuita tena mhudumu na kutoa hela yake mwenyewe na kumpatia. Akamuuliza shingapi hiyo? Basi mimi nikacheka kilegevu tu. Na baada ya kuambiwa bei, Adelina akalipia na kisha kunishika mkono kwa nguvu. Akaniambia, Jesse, nyanyuka. Mimi sijamaliza. Nimesema twende bwana. Akanikatisha kwa kunikaripia. Nikatoa mkono wangu kutoka kwake sasa kwa nguvu sana na kusema kwa siri kwamba niache bwana. Vipi? Nilivuta mkono wangu kwa njia iliyosababisha Adelina aweweseke kunielekea. Na ikawa kama vile sasa nimemsukumia upande wa counter nusu ajipige tu hapo ise. Kuna watu najua walianza kutazama sana. Hata wahudumu nini. Na Adelina sasa akaniangalia usoni kwa kutatizika. Nikapatwa na hisia mbaya baada ya kutambua nilichokifanya. Alafu na huyu mwanamke akaangalia tu chini kwa ufupi. Kisha akaniwekea funguo za gari langu ndani ya mfuko wa suruali na kuanza kuondoka sehemu hiyo. Aliondoka huku sasa nikimtazama bila kuacha. Nami nikarudiwa na utambuzi ulionifanya nitoke hapo pia ili niwahi kumfuata. Pombe niliyokunywa kabla sijaenda kwa Miriam kujumuisha na hii sasa hivi. Ilinifanya nihisi kulewa hata zaidi.
Kwa hiyo nguvu mwilini ilivutwa, lakini nikajitahidi kutoka na kuanza kuelekea kule liona gari langu. Na kwa hakika sikuweza kumuona Adelina upande huo. Nilipoangaza huko na kule, nikamwona mwanamke huyo akielekea sehemu ambayo angesimama ili kusubiri daladala. Na kikweli hisia mbaya zikazidi kunipata. Sikumtendea kwa heshima. Akafika hiyo sehemu na kusimama pamoja na watu wengine, nami sasa nikaelekeza hatua zangu huko kumfuata. Nilipomkaribia tu, aliniangalia kwa njia ya kawaida tu. Hivyo nikajitahidi sana kuweka utimamu kisawasawa ili nisiongee pumba na kumuomba samani kwa kilichotokea. Adelina. Akanyanyua kiganja chake kwa chini kama kunizuia nisiendelee kuongea. Alafu akatazama upande mwingine kuonyesha namna gani alikwazika. Adelina, samani sawa. Nilikosa cha kusema. Inaonekana gari alilokuwa akilisubiria likali limeshafika. Naye akaashiria kutaka kulifuata, lakini nikamshika mkono ili nimzuie. Ade, please. Naomba nisikilize, please. Jesse, naomba uniachie basi. Aliniambia hivyo kwa kudhika. Konda alikuwa akisubiria tupande kwa kuona nyendo za Adelina nini, lakini nikamwambia kwamba bro, wewe tembea bwana, twende tembea. Adelina akasema hauendi wewe, ila mimi naenda. Adelina alisema hivyo na kujaribu kutoa mkono wangu kwake. No, bro, tembeni tu bwana, tembeni atwendi sisi. Nilisema hivyo nikiendelea kukaza mkono wa Adelina. Konda alikuwa akinitazama tu kwa hasira, eti namkosesha buku. Na dereva wake akampigia kelele waondoke upesi. Hivyo wakatuacha hapo nikimshikilia rafiki yangu bado. Just even nini lakini? Sema niambie ni kwa chama. Unataka nini? Naomba niseme saa. Samani. Unajua. Nilishatoa hapo kwa kubabaika. Akabaki kuniangalia kwa mkazo tu. Tafadhali sawa. Naomba uniendeshe. Mimi siwezi kuendesha. Sisemi hauna budi, ni makosa yangu. Unajua ila. Adelina akapiga ulimi tu kwa kuudhika na kisha kunishika mkono, naye akaanza kuelekea upande tuliotoka kwa njia ya kunivuta. Na pombe juu, lakini mpaka nilihisi aibu. Alinishika hivyo hivyo ili kuhakikisha kwamba tunavuka barabara kwa usalama. Na baada ya kuvuka moja kwa moja tukaelekea kwenye gari langu. Nikampatia funguo kisha tukaingia na safari ikaanza. Sikujaribu tena kumsemesha kwa kuwa niliona bado aliudhika. Na tena pombe yangu kichwani haikuwa nzito kunisaulisha mambo kivile, lakini wenge nilokuwa nimelihisi likanifanya hadi nisahau simu yangu ilikuwa wapi. Ndio nikamuuliza Adelina nikimwambia mara mbili kwamba nimemisi simu yangu. Lakini wakati huu ikawa ni zamu yake kuninyamazia. Haya bwana. Nikaona hapa ngoja nisitoe kero zaidi kwa sababu wakati huu mimi ndiye niliyekuwa mkosaji. Kwa hiyo nikatulia tu kwenye siti nisijue tulikoelekea. Basi mwendo ulikuwa ni mrefu kiasi na kuna mara ambazo ningetazama nje na kutambua kwamba tupo Kimara, Temboni, siji wapi kuelekea kituo cha mabasi cha Magufuli Mbezi. Mara nyingi tulisimama sana kutokana na msongamano. Na baada ya muda ulioonekana kuwa mrefu tukaingia eneo ambalo lilikuwa lililoacha lami na kusonga kwa dakika chache kisha gari likatulia. Kichwani pombe ilikuwa imeanza sasa kufifia ingawa bado wenge lilikuwepo. Na nikaona Adelina sasa akitoka ndani ya gari. Kuangalia mbele hivi lilikuwa geti lisilopakwa rangi, ikiwa la uchuma yani. Naye akaingia hapo na kisha kuanza kulifungua lote kutokea ndani. Sikujua ikiwa hapa palikuwa ni kwake ama vipi, lakini akarejea tena kwenye gari na kuliingiza ndani. Kisha akashuka tena. Hakutaka kunisemesha kabisa. Basi bwana. Nikajiongeza tu na mipombe yangu kushuka pia. Na yeye akiwa sasa ndo anamalizia kulifunga geti. Nikapatazama hapo kuyaelewa mazingira na mbele yangu ilikuwa ni nyumba yenye ukubwa mkubwa tu kiasi. Ilionekana kuwa ya kupangisha watu. Milango kwa nje ilikuwa kwa pande mbili. Hivyo nikafikiria lazima kuwe na mpangaji mwingine tofauti na Adelina hapo. So moja kwa moja nikaelewa huku palikuwa ni Kinyerezi, ambako mara nyingi mwanamke huyu alinsisitiza kwamba nije kumtembelea. Na ni jambo ambalo nilikuwa nikimwaahidi kufanya bila kulitimiza. Ona sasa mazingira ilikuwa amefanya nikafika kwake kwa mara ya kwanza. Hem, tazama, yani nafika nimelewa. Of course alikuwa ni mabaya. Na hilo likanitia huzuni. Kumwangalia, Adelina akaja niliposimama na kunishika mkono. Naye akaanza kunielekeza sasa kuelekea mlango ambao bila shaka ulikuwa ni wa ndani alikoishi yeye. Sikuwa na namna ila tu nilikuwa mtiifu. Na aliponiachia sasa ili anitangulie nikawa sasa mimi namfuata taratibu tu. Hadi alipofikia sehemu yenye ngazi kama 2 hivi, kisha akaufungua mlango huo. Sikujua hata ilikuwa ni saa ngapi ila palikuwa kimya kweli kweli. Kuzungukia eneo lote kutokea huko nje.
Alipofungua mlango akanishika tena mkono kunikaribisha ndani bila maneno. Nami nikainama na mapombe yangu ili nifanye ustaarabu wa kuvua viatu kwanza. Lakini Adi akasema hapana, usivue, ingia tu. Akanisemesha hatimaye. Nikasimama vizuri na kumtazama, na akageuka na kuingia ndani kwa kusimama usawa wa mlango, alafu akawasha taa na kuendelea kusimama hapo hapo kama kusubiri nipite. Haikuwa na neno, nikapita. Ndani hapo palikuwa simple tu, masofa matatu ya samawati, marefu tu na ni mazuri yaliyopangika vizuri kwa kuzingatia kuta. Zulia safi na laini lipo pande chini pale. Nikaona na kafriji, kiyoyozi cha juu pale na cha kuongoza yani kwa mkono pembeni. Pamoja na TV pana tu flat screen, bufa, kingamzi, viatu nini. Kulikuwa na mlango upande wa kushoto ambao ulikuwa wa jikoni na upande wa kulia chumbani kwake bila shaka. Kwa hiyo nikasimama hapo kati nikimwangalia Adelina alipokuwa akimalizia kufunga mlango vizuri. Kisha akasogea mbele yangu na kuniangalia machoni. Akaniuliza, unasikia njaa? Nikatikisa kichwa kukanusha. Yeye pia akatikisa kichwa mara moja na kuangalia pembeni. Kisha akasema sawa, itabidi ulale hapo hapo kwenye sofa maana kitanda ni haina shida Adelina. Nilimkatisha. Akiwa sasa hataki kunitazama bado akasema sawa, basi mimi naenda kulala, upumzike pia. Hapa hamna mbu. Ukitaka nikuashie na Adelina. Nilimuita kwa upole. Akaacha kuongea na kunitazama chini. Yaani ile kichini chini tu, sio machoni. Adelina, naomba unisamehe. Jesse, usijali, yalishapita hayo, achana nayo. Wote tumechoka, kwa hiyo usiku mwema. Alitaka na kuondoka lakini nikaushika mkono wake na kumgeuzia kwangu kwa nguvu kiasi. Naye akatulia. Hadi naomba niangalie. Macho yake yalikuwa mbali sana kuyafikia kwangu sababu ya urefu wa mwili wake, lakini bado akaendelea tu kuniangalia kichini chini tu. Msikilizaji, sijui ilikuwa ni pombe lakini kuna hali fulani ambayo ilikuwa inatuvuta zaidi karibu. Kwa hiyo nikamuita Adelina. Akana niangalia tu. Huku sasa akiendelea tukiwa tumeendelea kutazamana kwa karibu. Nikamwambia kwamba sijui kama hii ni yani labda pombe tu inaniongoza vibaya, sijui la. Kama unataka niache na mbeni niache. Ila kama unataka tuendelee, tutaendelea. Basi Adi akasema kwamba sitaki uache. Baada tu kuniambia hivyo, basi shughuli ikaendelea. Kilichotokea hapo msikilizaji, ilikuwa ni bumper to bumper na mpaka usingizi ukatupitia. Nadhani usingizi ule nibeba haukuwa na mpango wa kuniachia mpaka ukamilishe masaa 8 kabisa. Kwa sababu nilala kana kwamba sikutaka kuja kuamka tena. Lakini kilichoniamsha ilikuwa ni sauti nzuri ya mwanamke ambayo kutokana na uzito wa usingizi wangu mwanzoni ilionekana kuwa ngeni kabisa. Ila kwa jitihada ya kistaarabu aliyoweka kuhakikisha kwamba naamka, nikafumbua macho hatimaye na kutambua alikuwa ni Adelina. Jamani, penzi langu jipya. Sijui kama kumuita hivyo ingekuwa sahihi kabisa kwa wakati huu, lakini kufumbua macho tu na uso wake kuwa kitu cha kwanza kuona kwa asubuhi hii kulinipatia hisia fulani hivi ya mridhiko. Ni kutokana na kukumbukia si mengi tu ila yote aliyotokea usiku baina yetu. Jesse, amka. Muda umeenda. Alinisemesha kwa njia nyopole sana. Nikaachia tu tabasamu kivivu na kupiga moyo kuondoa uchovu. Na ndio nikatambua kwamba bado nilikuwa chini sebuleni kwake, nikijikaza kwa kuegamia mto. Nadhani mabadiliko niliyoyamkia kuyakuta sasa alifanywa na Adelina mwenyewe. Kwa kuwa sikukumbuka mto huo kuwepo ile usiku, sikukumbuka. Na wakati huu sasa nilikuwa nimevaa tu kingo fulani hivi kipensi tu mwilini. Nimwangalia vizuri ndio nikaona yeye alikuwa yuko ndani ya t-shirt jeupe, tena t-shirt langu jeupe likionekana kumtoshea vyema sana. Kwa hiyo nikajinyanyua na kuegamia sofa hapo chini. Na yeye sasa akisimama kabisa mbele yangu. Yaani tulibaki tunatazamana sasa. Kwanza nilitazama saa ya ukutani nikagundua hakutania aliposema muda umeenda, kwa sababu ilionyesha kuwa ni saa 6 mchana iliyoelekea saa 7. Bado macho yangu yalikuwa na uzito, nikihisi njaa fulani hivi yenye nguvu mwilini. Nami nikamtazama usoni kwa njia ya kawaida tu. Na nimeagiza supu, imeshaletwa. Na kuwekea sasa. Unataka maji baridi ama? Aliuliza hivyo. Nikatikisa kichwa kuonesha sitaji. Naye akaashiria kutaka kuelekea jikoni, lakini nikaushika mkono wake kwanza. Akanigeukia, nikauvuta kiasi, naye sasa akajileta karibu. Nikamuuliza kwamba vipi, uko poa? Aitikisa kichwa kubali. Nikamuuliza mbona hujaenda kazini? Akanambia leo ni Jumapili.
Nikasema okay, kweli leo ni Jumapili. Akatikisa nyusi kukubali. So nilimwangalia tu nikiwa nakumbuka usiku tulioyafanya. Nami nikasema ya kwamba vipi, nanuka pombe ama? Akatikisa kichwa mara moja kukubali, huku akikunja midomo eti kwamba kuonyesha kinyaa. Nitabasamu kiasi na kusema ya kwamba basi weka supu tunywe, alafu nipige mswaki. Aitabasamu kidogo na kusimama kwa ukaribu kabisa na uso wangu. Nami nimwangalia, mtazamo usoni tu. Akageuka na kuelekea jikoni. Basi mimi nikanyanyuka na kukaa sofani, lakini nikahisi mvuto fulani hivi ambao ulinitaka nirudi tu chini. Hivyo nikautii na kukaa chini tena. Kuangalia pembeni ndo nikaiona simu yangu kwenye meza iliyobeba kingamzi. Nami nikajivuta na kuichukua ili sasa kuona mapya ya humo kwanza. Kama kawaida, wapendwa wangu muhimu alinitafuta, na ni Bi Zawadi hasa ndo aliyepiga mara nyingi zaidi asubuhi hii na kunitumia ujumbe kuulizia hali yangu. Nikawa nawaza nifanye nini sasa? Sijui nijibu au niache. Na Adelina sasa akarejea hapo sasa akibeba hotpot 2 mikononi. Nikamuuliza, kwanza niamua tu kuweka tu simu pembeni na kumpa mwanamke huyu umakini wangu. Sikutaka kujitia misongo asubuhi kwa mambo mengine zaidi ya kitu hiki kizuri kilichokuwa kimeanza hapa. Kwa hiyo Adelina alipoweka vyombo vyenye chakula chini, akasema kwamba nilikuwa nimefikiria kuagiza supu na chapati, ila mimi mwenyewe nimechelewa kuamka. Chapati nimeambiwa zimeisha, ila nikapata miogo ukaanga. Sijui unakulaga? Nikamtazama usoni kwa sekunde chache na kuachia tabasamu hafifu. Ade naye akatabasamu kiasi na kusema kwamba nitachukulia hiyo ni ndio. Nikatabasamu zaidi na kutikisa kichwa kama kusikitikia utani wake. Akaelekea tena jikoni na kurudi akibeba vyombo vya kulia na kupakulia. Kisha akafuata maji na bakuli la kunawia. Halafu sasa akakaa chini hapo na kuashiria kutaka kuninawisha. Mimi nikatii hilo kwa sababu fulani nilipenda sana kumwangalia alipokuwa akininawisha. Jinsi alivyojipinda kiasi na kuilaza shingo yake upande mmoja sasa akinitazama kwa njia nzuri sana. Nasi kwa pamoja tukacheka. Kisha ndio sasa tukaanza kupakua. Nikaketi mimi kwa mtindo wa kukunja tu miguu katikati ili nile chakula vizuri. Ilikuwa ni miogo, supu, nini. So hivyo. Mimi nikamuuliza kwamba hivi ni nani aliyekuletea hivi vyakula? Hivi kuna kijana mmoja hivi anatumwa wanatengenezaga huko hivi juu. Ndio kama nikiwepo na watumia tu ujumbe wananiletea. Okay. Kwa nini umeuliza? Ni vitamu sana. Napendaga vyakula loko kama hivi. Afu unakuta bei rahisi tu. Umeona Ona mwogo kama wa paiti 100 tu jamani. Nikinunua 500 nikala sina shiba mpaka kesho. Mbona unacheka? Hamna kitu. Niambie. Hamna bwana. Sidhani. Niambie unawaza nini? Nimefikiria tu huyo kijana aliyekuletea hii supu akakukuta hivyo. Hajazimia kweli? Adelina akacheka kwa furaha sana na kufunika mdomo kwa upande, yani kwa kutumia ganja chake, yani eti anaona aibu sasa. Nikiwa na tabasamu nikasema kwamba maana mimi ningekufa kabisa. Ni kwenye dunia gani unafikiri mimi naweza kumfungulia mtu mlango na kutoka nikiwa hivi? Hello, mimi nimeamka na kukuta hivyo. Kwa hiyo nikafikiri, wewe mwacha masiara yako wewe. Nilienda kumfungulia getini kule. Kwa hiyo siwezi kutoka hivi. Sawa. Eti mimi ningekufa. Ya kweli. Mbona jana hujafa? Aliuliza hivyo bila kunitazama. Nikatulia kidogo nikiangalia upande wake. Kwa sekunde chache yeye asitake kunitazama. Halafu sasa ndio akaniangalia usoni kwa macho yenye uzuri mwingi sana. Yaani hisia. Swali lake lilihitaji jibu zuri najua, na hapo sasa nikaelewa kwamba alitaka kusikia kutoka kwangu nilihisi vipi kuhusu aliyotokea jana usiku. Haujui tu ila nilikuwa karibu kufa. Haya bwana. Msikilizaji, nikiwa makini zaidi wakati huu pia nikasema ya kwamba mbona sitaki wisi labda kilichotokea jana ni kwa sababu tu usijali. Mimi mwenyewe siko hivyo nakuelewa. Nakuelewa wala tusijali. Kweli. Unajua ni mwanamke mzuri sana Adelina. Sijui tu yani ni kwa nini yani ni kama vile leo eti ndio nimetambua hilo. Baada ya kufanya hilo jambo na mimi. Ndio umetambua? No, sijamaanisha hivyo. Yani wewe ni mzuri sana. Sikuwahi tu kufikiria namna hii. Niseme tu yani ule uzuri ambao niliona unahitaji zaidi heshima kutoka kwangu, ndio sababu nisingefikiria kitu kama hiki kingekuja kutokea baina yetu kabisa.
Najua. Alisema hivyo huku sasa akiangalia chini kwa hisia fulani hivi ambayo sikuweza hata kuielewa. Basi baada ya kumeza pale misosi, akanisogezea bakuli ili nawe, nami nikafanya hivyo, kisha akavitoa vyombo na kupeleka jikoni. Aisemi ilianza kupatwa na hali fulani hivi ya kwamba kuna mengi ambayo mwanamke huyu alikuwa aniambii. Na kwa sababu tulifikia hatua hii, sasa ndio ningehitajika kumuelewa zaidi ya nilivyomuelewa mwanzo. Joto lilikuwa limeongezeka, jasho likinitoka hasa baada ya kula, na Adelina akarejea sasa na kuasha kiyoyozi cha juu. Akiwa amesimama hapo sokutani akaniuliza kwamba vipi, utaoga maji ya kawaida ama nikupashia ya moto? Nikatulia kidogo nikimtazama. Kwa ishara ya kiganja nikapiga hapo chini pembeni yangu kumuonyesha kwamba nilitaka aje akae kwanza karibu na mimi. Hadi hakuwa mwanamke wa maigizo wala nini yani. Hakuwa hata yule wa kujivunga. Alipoelewa anatakiwa kufanya nini, alifanya upesi. Akanifuata hapo bila swali lolote. Naye akaketi sasa. Angalau supu imeikata harufu ya pombe kidogo sasa hivi, si ndio? Angalau. Sawa. Unajua ni mambo mengi sana yametokea tangu kifo cha Joy. Hadi nafikiri hasa ni kwa sababu ya kifo cha Joy ndio mimi na wewe tulikutana, Sasa kikweli kabisa mimi sijawahi kukaa na wewe kwa muda mrefu, hata kushia mambo mengi, ingawa kwa kipindi fulani ulijaribu kunivuta karibu zaidi, yani nikujue. Kwa hiyo kwa hilo naomba unisamehe. Jesse, usijali bwana. Kama ulivyoniambia mambo yalikuwa ni mengi, na mimi nilikuelewa kwamba mambo yalikuwa ni mengi, kwa wala hata usiwaze. Sawa, nimefurahi sana kuwa nawe hapa kutoka ndani ya moyo wangu Adelina. Sio kwa sababu tu matatizo ulionayo. Nahitaji ujue hilo. Ainaangalia usoni kwa karibu. Unaishi mwenyewe hapa? Kwa sasa hivi niko mwenyewe. Naishi na mwanangu pamoja na msaidizi wa kazi. Kumbe una mtoto? Yeah. Wow, hongera. Umeona sasa? Yaani sikujua. Wala hata usijali. Miaka yako mingapi Adelina? 31. Okay. Kwa hiyo anaitwa nani? Yaani mwanao? Marcia. Kasichana safi sana. Najua kama amefuata urembo wa mama yake. Kwani yuko wapi? Ameenda kwa bibi yake majuzi. So unajua amefunga shule sasa hivi. Muda wa likizo. Anasoma la ngapi? La 6 mwakani. Wow, safi sana. Na babake? Babake yuko Kongo. Tuliachana siku nyingi. Niligundua tu ana mke mwingine na watoto kabisa. I see. Kumbe. Kwa hiyo hamkutani tena? Hapana. Ila anawasiliana tu na anamhudumia mtoto wake ni, lakini mimi sitaki mazoea naye kabisa. Alikuwa anataka tuendelee lakini nikamkatalia. Kwa hiyo na hicho kipindi chote umekuwa na nani sasa? Ila Jesse, sijawa na mtu kweli kabisa, mimi sidanganyi. Lakini kuna wakati nimekutana na mmoja wawili hivi, lakini hakuwa ya kudumu. Na umepita muda mrefu sana hata sijataka kuwa na mwanaume yote, lakini nini? Nilianza tu kutamani kuwa na mwanaume nilipokujua wewe. Wow, kweli? Yeah. Tokea lini? Mara ya kwanza nimekuona. Wewe. Yeah. Yaani umeanza kuvutiwa na mimi kutokea kipindi kile unaambiwa Ankie ni mke wangu? Yeah. Simbona kuniambia? Mazingira tu hayakujipa. Na kuna wakati nilikuwa najaribu kukutafuta, nikwambie, ila ndio kama unavyosema mambo mengi nini, na tayari ukawa sasa umeshampenda Miriam. Hata hivyo Jesse, usijali. Ni Miriam ndio unampenda. Hakuna wakupinga. Sisi watu wazima, wala hata usikasike sana. Mimi nimeshakuelewa kuwa mwanaume mwenye kujali mno. Kila mwanamke anatamani mwanaume kama wewe, lakini sio kila mwanamke atakupata. Mimi nijifunza tu kukubaliana na hilo, na sasa hivi wewe moyo wako upo kwa mwingine. Najua haitawezekana kugeuzia kwangu kabisa, ila ninafurahia hata kidogo ninachopata kutoka kwako. Kidogo? Yaani kumbe show yote jana ilikuwa ni ndogo. Kwa hiyo naongeza juhudi, si ndio? Mwacha mambo yako. Bwana, najua unaelewa. Uko sahihi, lakini sio kwa yote. Inabidi sasa hivi ukimwangalia Miriam, kila neno utakalotumia liwe past tense. Moyo wangu ulikuwa kwa mwingine, ila sasa hivi umeondoka huko, sawa? Kwa hiyo yale yote yaliyotokea jana kwenye ile nyumba yawe mwanga kwako. Kwa Miriam nimemaliza Adelina. Na itachukua muda kuzoea, lakini nataka nijitoe huko, niwe sehemu mpya kuanzia sasa.
So naomba unisaidie kwa hilo. Jesse, kweli? Yeah. Sisemi kwamba nitakuwa kwa asilimia zote kile unachotaka niwe kwa haraka, lakini kujitahidi Adelina akakatisha maneno yangu na kisha akasema, usijali, nitakuwa hiyo sehemu mpya kwa ajili yako, nitakusaidia uyasahau maumivu yote. Aliongea kwa namna ya kujali sana, nami nikiwa nimejawa na hali ya shukrani nikamhug. Mambo yalikuwa yabadilika kwa kasi sana, na kwa kadri moyo wangu uliona, yani jinsi ambavyo ulikuwa unaona, yani niliona kama jambo fulani ambalo lilifaa zaidi kutokea hapa na kusonga mbele. So mimi sikuwa na nia kumfanya Adelina kama kifaa cha kunisaidia tu kumsahau Miriam na maumivu mengine niliyohisi. No. Lakini kwa kadri ambavyo mwanamke huyu angejitahidi kunisaulisha, ningejifunza kumpenda pia yeye kama yeye. Mimi nisingejali kingine tena kilichomhusu Miriam na Festo kutokea hapa. No, mimi ningeanza safari mpya na mpenzi Ade. Ningepiga kazi kwa bidii kuelekea mafanikio zaidi, na ningejitahidi kuwa baba bora kwa mwanangu Eve. Sasa hicho ndicho ambacho kilikuwa kilini mwangu zaidi kutokea hapa, kupiga kazi na kudili na mwanangu Eva. Sijui ikiwa ingewezekana kabisa kusahau yote yaliyotokea baina yangu na Miriam, lakini ningefanya kila niwezalo kuiondoa maishani mwangu na ningefanikiwa. Kwa hiyo bwana msikilizaji, maisha yakaendelea. Kutokea siku ambayo Miriam alipasua dafu la penzi letu na kuamua kuyamwaga maji yamwagike chini badala ya kuyanywa, mpaka mimi kujikuta nakosa budi kupanda mnazi mwingine kujichumia dafu jipya. Zikawa zimepita wiki hizi 2. Nadhani inaeleweka kwamba kwa sasa sikuwa tena nikimfuatilia mwanamke yule niliyejenga upendo wenye nguvu sana kumwelekea, nami nikahamishia sasa hisia hizo kwake nani? Adelina, mwanamke mstarabu aliyekuwa amenipenda kwa kitambo kirefu. Yani unajua ilikuja kama jambo fulani hivi ambalo niliwaisha mno, lakini kwa manufaa yangu ya kihisia ilianza kuwa bora sana. Siku baada ya siku, Ada aliendelea kuwa mzuri sana kwangu. Njia yake ya kupokea na kuonyesha hisia ilikuwa inanivutia sana. Wingi wa kazi haukutuzuia sisi kutengeneza nafasi za mawasiliano na kukutana nini, kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa huru zaidi kwa Jumapili kama ilivyokuwa kwangu. Lakini jitahidi sana kutumia muda wote uliopatikana kumuonyesha kwamba kwenye ratiba zangu alikuwa ni kipaumbele. Mara kadhaa ningemfuata huko airport kumuona, kumtoa na kumrudisha nyumbani na kupanga milo wa pamoja naye, ambayo kwa mara 2 zaidi ilipelekea tushiriki sasa mambo yetu yale. Si unajua Kwa hiyo Adelina akawa amenisaidia kusonga mbele. Sifichi, kuna nyakati ambazo akili yangu ingenirudisha nyuma kumwaza Miriam, na kiukweli hisia za kusononeka zilinilemea kwa kipindi fulani hivi, lakini nilielewa bado ilikuwa ni mapema sana kuondolea kila kitu kutoka fikrani na hata moyoni. Hivyo langu na Adelina lilihitaji muda mrefu zaidi wa kukua na kuona tungeishia wapi. So ndani ya hizo siku, ratiba ikiwa sasa na mambo mengi kama kwenda kazini, kutafuta muda wa kuonana na mwanangu, kuwatembelea Jasmine na watoto wake nini. Yani kama mimi kufanya uhusiano wangu uwe kama mpya kwao. Ni kama nijitahidi kuwa kila mahali ili ubize usiachane na mimi. Na mambo niliyojaribu kuepuka ndio niage. Lakini haikuwa rahisi kwa asilimia zote. Kuwasiliana na watu waliohusiana naye Miriam, kama vile yani Bizawadi, Tesha, Nkia, Soraya na hata binti Mariam, kulifanya nipate taarifa za mwanamke huyo ili hali sikuziulizia. Yani inaonekana Miriam pia alikuwa akijitahidi kusonga mbele, yani kumove on, labda na mpenzi wake mpya. Na Soraya alikuwa amenifahamisha kwamba kipindi hiki bosi wake alitoka kule kijiji dukani na kuanza kufanya kazi kwenye moja ya matawi makubwa ya SACCOS jijini, akiwa kwenye ofisi ya mhasibu kama mhasibu mkuu. Shughuli za kule dukani aliziacha mikononi mwa Soraya na kuajiri mtu mwingine zaidi kama msaidizi. Kwa hiyo kweli Miriam alikuwa akipiga hatua mpya kwenye maisha yake, ili bila shaka aiongezee hali njema kiuchumi familia yake na yeye binafsi. Ila sikujua mengi. Na kusema kweli sikutaka kujua. Ni basi tu haya mambo yangekuja mbele yangu nitake nisitake, kwa sababu bado watu waliomzunguka Miriam walikuwa muhimu kwangu. Mariam pia aliendelea vizuri of course kwa afya ya akili. Tulipowasiliana alinifahamisha kuwa ameshaanza mazoezi ya tuition yatakayomruhusu aelekee chuo.
na dada yake alikuwa akifikiria kumpeleka Morogoro akasome kwenye chuo fulani hivi huko maeneo ambayo angekuwa karibu na shamba aliloachiwa binti na marehemu wazazi wake. Bi Zawadi na Bi Jamila waliendelea kuwa wazima wa afya, na mimi sikuwa nimepata nafasi ya kuongea na Bi Jamila moja kwa moja, lakini kila mara Bi Zawadi aliponisalimu nilituma salamu zangu kwa mwenzie pia. Bado damu hazikuwa zimepoa kuhusiana na ile issue ya undugu, kwa sababu mama yangu kama mimi yani alitaka tu muda upite kwanza kabla ya ile sote yani kutakiwa sasa kuja kuyaongelea mambo haya. Hakuficha hisia nzito alizokuwa nazo kumwelekea Bi Jamila kutokana na namna ambavyo alitendewa kipindi cha nyuma. Kujileta chini na kusamehe yote kweli ingemhitaji awe sawa zaidi kihisia. Kwa hiyo mpango wa kuzikutanisha familia zetu bado ulikuwa pale pale. Sema tu ulitiwa ugumu zaidi hasa baada ya swala langu na Miriam kugeukia upande mbaya kutokea ule usiku. Singekuwa rahisi of course, kama alivyokuwa akiniepuka na mimi mwenyewe nikawa kama naiepuka haya yote kwa wakati huo. Simba yule rafiki yangu mwanajeshi bwana, alikuwa na misele mingi sana yani. Tangu amekuja hapa jijini misele mingi, akienda huku kama kule ambako aliendeleza matembezi yake kwa watu wengine ambao tulifahamiana nao nini. Kwa sasa alikuwa pande za Segerea ambako rafiki yangu yani rafiki yetu mwingine Ahmed daktari aliyefanya kazi hospitali ya Aga Khan aliishi. Zikiwa sasa zimebaki siku chache tu ifike tarehe ya sikukuu ya Christmas, Simba alikuwa ameahidi kurejea kwangu ili sasa tujiunge pamoja kusherehekea. Mimi sikuwa nimemjulisha yeyote ule, hata Ankia, kuhusu uhusiano wangu mpya na Ade. Nikawa sasa na mpango wa kumtambulisha Adelina kwa marafiki zangu na hata familia siku hiyo ikifika, kwa sababu kusherehekea sikukuu hiyo lilikuwa ni jambo ambalo tungefanya pamoja. Nisingeficha tena, kama ambavyo Adelina alitaka tuendelee kuwa wakimya kwanza, bali kuanzia hapo ningeumwaga mtama sasa wapenzi letu jipya. Hii ikiwa ni siku ya Jumatatu sasa msikilizaji. Kazi hospitalini kama kawaida zilifanywa hadi kufikia usiku, na baada ya saa 2 hivi nikawasiliana na Stella, mama wa mwanangu huyo, akiwa mpole kweli kweli siku hizi kwa namna alivyojionyesha. Alikuwa zake nyumbani tayari, huku sasa wakati huu pamoja na binti yetu Eva. Hakuwa mbali sana kimiezi kuifikia siku ambayo angefikisha miaka 3. Kwa hiyo kwa kadri fulani hivi aliweza kuzungumza vizuri. Tukiwa sasa tunatumia video call hapo kuwasiliana, nikaongea na mtoto pia. Naye akaanza kusisitiza kwamba niende nyumbani hapo kumpelekea zawadi ya birthday. Nikakaambia lakini mbona siku bado? Zawadi ya nini sasa hivi? Nivongea hivyo, sikakaanza kulia bwana. Stella kaanza kunifokea kima siada tu, akiniambia mimi ni mbaya kwa kukataa kumletea mtoto zawadi. Basi nami nikamtuliza kimwana kwa kusema kwamba ningepita hapo nyumbani upesi sana kumletea alichotaka. Hivyo aache kulia na aniambie angependa nini. Basi Eva alikuwa na ucheshi wa aina yake, kwa sababu baada tu ya mimi kusema hivyo, kile kilichokuwa kilio kikageuka furaha. Yaani kumbe alikuwa akiniigizia tu, yani kujiliza ili yani nimkubalie. Akasema anataka chocolate. Basi nikamtania kwa kumwambia kwamba ningekuja na zawadi na kumshushia kipigo kwa kunifanyia mchezo wa kujiliza. Basi ndio tukaachana sasa pale, nikimwambia Stella muda si mrefu ningetoka kazini na kupita hapo kwake kuwasalimu kidogo. Kuwasalimu imeenda hiyo. Basi muda wa kama saa 1 tu hivi, hapo ni baada sasa kuhakikisha kila jambo kwa upande wangu hapo hospitali limekaa vyema, nikaondoka kuelekea nyumbani kwa Stella kutimiza nini? Ahadi yangu. Ningehitajika kurudi tena, maana kawaida ni lala hospitalini siku za kazi, endapo kama sikupanga kulala nje, hasa siku ambazo Adelina angenihitaji. Si unajua tena Kwa hiyo nikapitia midoli miwili mikubwa ya watoto, kigauni kizuri cha njano, tu viatu tuzuri pamoja na maboksi ya chocolate alizopenda Eve. Kisha sasa safari ya kuelekea kwake Stella ikachukua dakika chache tu kunifikisha bila pressure. Nyumba yake Stella ilikuwa kwenye maeneo ya Tegeta Complex, ikiwa ni ya kulipia kwa mwaka. Ilikuwa ni kubwa, nzuri, yenye uzio uliozungushiwa nyaya za ulinzi kwa juu na eneo pana kiasi kuizunguka ambalo alikuwa na nyumba kwa ukaribu sana. Mara ya mwisho kwenda hapo ni siku kadhaa zilizopita, ambapo nilikuja kwa dhumuni tu la kumuona mtoto pia. Sikuwa nimepasahau kwa sababu nakumbuka kipindi nilichojaribu kuja kuongea na Stella kuhusiana na Eve kuwa mwanangu, na yeye kunikatalia. Tayari alikuwa ameshaanza kuishi hapo, akiungwa mkono na bwana wake Muhindi wa kipindi hicho. Kwa hiyo baada ya kufika, nikaingiza gari na kuegesha karibu na la kwake Stella. Na kutokea mlangoni kule kwenye nyumba niliweza kumuona Stella mwenyewe akija pamoja na Eve. Kitoto kilikuwa kinatembea kwa kuwahi kama kinakimbia baada ya mama yake kumsaidia kushuka ngazi.
Basi nami nikatoka ndani ya gari na kukutana na mwanangu huyo. Alikuja kwa utayari wa kubebwa na baba yake hapa. Nami sasa nikampokea kwa kumnyanyua na kuanza kumchum. Stella alikuja akiwa sasa amevaa tu nguo pana tu nyeupe ya kupumzikia. Na kimuonekano alipendeza sana usoni na kichwani. Akatufikia hapo, nikiwa sasa nimeanza kumsemesha mtoto kwa kudekeza, na ndio nikamwona mwanamke mwingine akitokea kule ndani na kusimama usawa wa mlango kutazama. Mimi sikumfahamu. Yeye alikuwa ni mweupe tu pia kama Stella. Stella akiwa karibu sasa na sisi zaidi akasema kwamba karibu. Ila mbona umechelewa? Nilipita dukani kwanza. Basi Eve akaniita baba. Nikakamwambia, "Niambie sugar." Kaza nipe zawadi. Oh. Stella akasema, jamani. Straight to business. Nikisema hivyo, Stella akasema, yani hata umemwamkia daddy Eve. Stella aliongea hivyo. Sasa Eva akawa sasa amemvimbishia shavu tu kitoto. Nikamwambia kwamba zawadi ipo baby, ila niamkie kwanza basi nikupe. Mtoto akasema, "Shamo." Barabara mwanangu. Kumbe anajua kashajifunza. Safi sana. Nimekuletea zawadi nyingi sana mpaka mama ataona hivi leo. Nikamwambia hivyo Eve. Stella sasa akacheka kidogo na kusema kwamba twende ndani mwaya. Utakuwa umechoka. Sawa, vipi huyo nani? Huyo dada amekuja juzi sikukuu unajua? Oh. Wengine pia watakuja tule bata. Na wewe umo kwenye orodha. Aliniambia hivyo. Sasa mimi nikatikisa kichwa tu kana kwamba nimekubaliana naye. Na kuelekea kwenye gari tena pamoja na mtoto. Nami nikatoa baadhi ya vitu nilivyomnunulia na kumwomba Stella anisaidie kutoa vingine. Eva tayari alikuwa ameshaanza kung'ang'ania chokoleti zake kabla hata hatujaelekea ndani. Asijali zawadi zingine yani. Nasi watatu tukatoka hapo mpaka kwenye mwingilio nilipokutana na huyo mwanamke aliyekuwa dada yake Stella. Alikuwa na umbo zuri tu, lenye kunawiri, lisilo nene sana. Kwa makadirio alikuwa na kama miaka 30 hivi kushuka chini. Kwa sababu kiumri mimi na Stella tulilingana. Kwa hiyo alionekana kutokumwacha mbali sana. Na alikuwa dada yake wa damu kwa baba tofauti. Mimi sikuwahi kuwajua wengi wa ndugu zake Stella. Kwa hiyo kwenye orodha ya wachache huyu akawa ameongezeka. Kwa hiyo tukaingia ndani baada ya kusalimiana vizuri, mazingira na vitu vilivyomo pakiwa safi sana, na msaidizi wa kazi wa hapo akaja kusalimiana na kutaka kusaidia kubeba vitu vyake hivyo nilivyoleta. Lakini Stella akamwambia haikuwa na shida na akaendelea na kazi. So tukaketi kwenye masofa, mwanangu nikimpakata sasa akiwa ameanza kuzilamba chokoleti zake. Alizipenda sana. Stella akakaa na dada yake sofa la pembeni wakiziangalia nguo na midoli ya mtoto niliyoleta. Basi Stella akamsemesha mtoto kwamba Eva, ona hebu njoo jaribia hii. Alimuongelesha hivyo huku akimuonyesha kagauni kake kapya. Lakini Eve akaendelea tu kula tu. Aliendelea kula 50 zake na chocolate. Shangazi yake akamwambia kwamba wewe Eve, unapenda chocolate wewe? Stella akasema yani haambiliki. Kwenye chai anataka ichanganywe chocolate flavor. Ice cream zenye chocolate. Kidogo tu mama, nataka chocolate. Haonyeshagi kwamba zina mkifu? Hamna. Haipiti siku anakuambia hajaguse hivyo vitu. Basi baada ya Stella kusema hivyo, shangazi yake Eva akasema kwamba na anavyokula sa kwa maringo. Hivyo zilivyo nyeusi. Anataka kubadilisha ulimi rangi uwe Mwarabu koko ama. Nilitania hivyo. Stella na dada yake wakacheka kidogo. Naye Eva sasa akawa amemaliza kula kibox kimoja cha chocolate na kunionyesha kwamba anataka kingine. Alikuwa amemaliza viwili. Unataka nyingine? Wewe tumbo litapasuka sasa. Hata Dina hapo bado hajala. Kumbe bado hajala. Aligoma. Hatakuwa nakusubiri tu wewe umletee zawadi alafu ndio ale. Sasa hivi umezileta hataki tena kula. Basi baada ya Stella kusema hivyo, shangazi akamsemesha mtoto kwamba Eve, ule kwanza msosi mama, si ndio alafu tuje kula chocolate. Sawa Eve akapandisha bega kukataa na kunilalia kwa njia ya deko. Stella akasema kumekucha. Haya sasa. Shangazi yake akasema yamekuwa hayo. Eve baby, nasikia njaa kweli sawa tule kidogo na mimi sawa alafu tukimaliza kula tunamalizia sasa chocolate, si ndio? Nikamsemesha hivyo namna hiyo. Mwanangu akatikisa kichwa kukubali. Na wanawake wakatabasamu sasa wakimpa mtoto miguno ya kusuta tu sote tukacheka kidogo kwa furaha. Stella sasa kanyanyuka na kuanza kuelekea upande wa jikoni. Nadhani ili kuangalia mapishi. Akitembea kwa modoido mpaka raha. Dada yake Stella akiwa sasa ananiangalia akaniambia kwamba baba Eve unafanana sana na mwanao. Nee sana.
nilikuaga na kuona unavyofanana naye kwenye picha, ila live ndio kopi ile kabisa. Asante sana. Kumbe umenijua kutokea muda. Ndio, wengi tunakujua. Basi itakuwa ni kwa umaarufu mbaya, si ndio? Wala Stella waga anakusifia sana. Alipotuambia umerudi kumuona mtoto sasa hivi, na mimi nikasema ngoja nije nichunguliepo ili unione live. Aitikisa kichwa tu kubali, nasi tukacheka kidogo kwa pamoja. Nikamuuliza kwamba unaitwa nani? Binti akanambia anaitwa Debora. Alafu mpaka sasa hivi sikuwa hata nimejitambulisha. Yeah. But anyway, nimefurahi kukufahamu leo Debora. Mimi pia nijitambulisha kama Jaden ama JC. Baba Eve inafaa pia. Na kweli nakupendeza. Asante. Siwajui wengi wa kwenu, ila yani sana sana Stella, Arnold. Na namkumbuka yule nani yule Deo Macho yule. Deo Macho Msodoke? Yeah. Hivi siku hizi kwa wapi? Yupo Tabora, alioa kule. Kumbe. Basi kumbe kitambo sana. Nimemjulia Mwanza na binamu yake huyo. Hiyo yani inamaanisha binamu yenu ni mtoto wa shangazi. Miaka 3 tu, lakini mambo mengi yameshabadilika hivi. Kwa kweli. Sikuwahi kukusikia. Kipindi hicho ulikuwa wapi? Baada ya kumuuliza hivyo Debora, ni wakati huu sasa ndio Stella akarejea na Debo akasema kwamba nilikuwa Dodoma, nilikuwa nasoma kule. Basi Stella akaketi sofani na kusema kwamba alikuwa ndo anamalizia mwaka wa mwisho UDOM. Kumbe. Stella akajibu, mwaka juzi si ndio? Debora akamwitikia ndio, nimemaliza tu ndio nasikia na wewe kitumbo mbele. Debora alisema hivyo. Stella akacheka kidogo na kumpiga gotini na akasema kwamba niliwahi kabla yako, raha za dunia tu kama ujuavyo, si unajua. Basi kauli yake ikafanya Debora acheke huku akiniangalia kwa haya kiasi, nami nikatabasamu tu na kuendelea kumpetipeti mtoto. Mimi sikuwa nimetambua kwamba msaidizi wa kazi tayari alianza kuandaa meza kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo akafika tu hapo na kutukaribisha tukale, ndio nikageuka sasa kuona kumbe meza msosi ilikuwa tayari. Kwa hiyo nikamgeukia Stella na kumwangalia kwa njia ambayo ilimuelewesha kwamba sikuwa na mpango wa kukaa kula kabisa. Naye akanikata jicho kali yaani lela vipi tena? Nahisi natakiwa niwakimbie maana we Jaden. Stella akanikatisha kusasa akiniangalia kimkazo. Stella, kuna issue ya C-section Stella, natakiwa nifanye maandalizi. Maana lakini Jaden wewe ni muongo jamani. Sema tu unaenda kwenye mambo yako huko mengine. Hakuna cha C-section wala nini. Debora naye akasema kwamba singekula tu kwanza hata kidogo au yani dada, nilikuwa tunapita. Stella usijali bwana, mimi nikiwa free kabisa. Yani hapa sikosi msosi na mwanangu, sawa, serious kabisa. Yani kweli Jaden, unataka ni kuondoka kumwacha mtoto kisa maandalizi ya C-section kweli? Mwimbili kwani uko peke yako? Sio vizuri bwana. Stella alisema hivyo sasa akiangalia pembeni eti kimanunguniko. Asa Debora akauliza ya kwamba na Eva atakubali mkimbie kweli? Stella akasema Eve, mnganganie baba asiondoke Eve. Lia mpaka mbingu azibe huko masikio. Lia. Stella alisema hivyo. Debora na msaidizi wa Stella wakacheka kidogo. Nami nikatabasamu na kumwangalia mwanangu. Nichomwambia Stella kilikuwa na kweli, kwa kuwa nilitaka kuandaa mambo fulani hivi ya kesho kwa ajili ya mjamzito VIP aliyekuwa na ugonjwa wa kisukari. Akiwa karibu kujifungua. Kisha nipumzike mapema sasa kupata nguvu. Sasa nikawa najifikiria kubadili ratiba kidogo ili nimridhishe Stella, maana na chakula kilikuwa mezani tayari. Kabla sijatoa jibu, simu yangu ikaita. Mpigaji binti Mariam. Kwa wakati huu haikuwa kawaida kwake kunipigia. Kwa hiyo naweza nikasema nisingeweza kukisia ikiwa alitaka tu kunisalimu ama kulikuwa kuna jambo lingine. So Debora akasema kwamba usijishauri sana Baev. Hebu wewe tule tu bwana, alafu ndo uende baba Eva njema. Wewe mwenyewe umeshamshawishi ukimwambia kwamba unataka ule, alafu tena uondoke, si atalia. Stella naye akasema eti jamani. Basi mimi tabasamu na kusema kwamba okay sawa, haina shida, ngoja basi nipokee simu kwanza. Debo akasema haya. Debora alisema hivyo na kutabasamu. Kashaanza kuitwa hivyo. Nilimsikia Stella aliposema hivyo kikejeli na Debo akacheka kidogo huku sasa mimi nikiwa nimepokea simu tayari na kuweka sikioni. Basi nitoa salamu ya hello nikitarajia sasa Mariam ajibu kwa maneno,
lakini jibu lililokuja likawa ni sauti ya kilio. Umakini ukaniingia, nikamwita mam. Mariam naye akasikika akiita JC, na bado alikuwa akilia kwa njia fulani hivi iliyoonyesha pressure. Bila shaka uso wangu ulionyesha hali ya umakini na uliwafanya Stella na Deborah waniangalie kwa udadisi makini pia. Nami nikamuuliza Mariam ya kwamba, "Wewe mam, nini? Kuna tatizo?" Mariam akasema, "JC, mama ameanguka." Alivyosema hivyo, nilikunja uso kimaswali nikiwa nimeshangazwa na kauli hiyo, na nisielewe alimaanisha nini kwa kusema kwamba mama ameanguka. Mariam akaniambia kwamba mama mkubwa ameanguka JC, ameacha apumui kabisa. Aisee, nilishtushwa sana na maneno hayo na kujikuta nasimama ghafla kutoka sofani nikiingiwa na hofu nzito kwa kutokuelewa nini kilikuwa kimetokea. Msikilizaji, huenda ile ndoto ya Bi Jamila ikawa imetimia baada ya kutaka sasa yeye hata itakapofika muda apumzike, akiwa amepumzika tayari, akiwa ameshaona kwamba Miriam yupo mikononi mwa mtu fulani. Hatujui hali itakavyokuwa, lakini kwa hii taarifa tujiandae huenda kwa msiba. Hatuombei mabaya, lakini kwa hii taarifa ya mama tujiandae labda kwa msiba. Hatujui ni nani, na mama hapa hajatajwa ni mama yupi, ila tu tumekisia huenda ni Bi Jamila. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.